Okay, na ujumbe kwenda kwenye kempi ya Yanga. Maka fulani ngeenda kempi ya Simba. Sasa kempi ya Yanga na ujumbe vipi? Yaani naambia chezeni kwa hamasa kina Feitoto, chezeni Simba lake. Lakini na ujumbe vipi? Hili jamani hizi. Kwani nilipata hasira. Inawezekana nilituma ile voice note. Lakini muelewe haikuja kwa bahati mbaya. Miaka 6 nimueleza hapa kwa ufupi tu chanzo, yani ile ghadhabu niloipata. Ifikirieni nani katika wewe nyinyi angevumilia hizo adhabu zote? Bado mnaenda kunisingizia na hujumu. Pamoja na maudhi yote hayo, mnaenda kusema na hujumu Simba. Ningehujumu wakati wa manji, tuna njaa. Niseme alhamdulillah. Na hujumu vipi klabu hii? Bei gani watanipa? Alafu mimi nikaongea chama au niongea na nani kuhujumu kwa? Chuki zote mlizonifanyia, maudhi yote, hii la kuhujumu nilishindwa ndugu zangu kuvumilia. Wana Simba mnielewe. Maana wengine waliandika kwa nini umetoa voice note siku ya kule karibia mechi? Haikuwa dhamira yangu. Na mimi sikuitoa. Na angalia hapo smart. Ile nimemrushia asubuhi saa 1. Wakaiachia jioni. Wamefanya kusudi kunigombanisha wana Simba. Kusudi. Waliniprovoke na katika situation ile. Nikasema bana basi kama ishavuja. Nisha struggle hapo miaka 6 kwa jasho jingi. Halafu sina contract. Unajua kitu kinachokera? Hakuna contract ya Simba na mimi. 6 years. Serikali ipo, wananisikia, vyama vya kutetea haki za waajiriwa wananisikia, wataona namna gani ya kupata haki zangu. Mmenitumikisha bila contract. Mshahara uongezeki. Mnanidhulumu, mnanihujumu. Maana ni hujumu mmefanya. Asubuhi Mohamed akanipigia simu, njoo. Nikaenda ofisini. Anieleza sasa hapa likaja issue ya mkataba wa Azam na Simba. Kwanza ngoja nimalizie hili sakata la hujumu. Mohamed akamwita askari ambaye sijui ni mlinzi wake, sijui Allahu aalam, sitaki nimuingize katika mtihani. Tuonyeshe hadi namna gani ana hujumu. Yule bwana akatoa simu yake akaanaonyesha imeandikwa jina langu pale. Saa 3 usiku ulionekana. Sasa akili tu karibu kule niangalie tarehe. Maana ukifanya hivi unafanya. Nimeshika simu nikamwambia mbona hii tarehe 7. Unajua hapo wakanipora ile simu. Nikamwambia look guys, hii sinema mmenichezea. Na kisa ni mkataba wa Azam. Mmenitafutia sinema mpya ya kwamba na hujumu. Hamna jambo la hujuma. Mbona tarehe 7 leta hiyo simu hataki. Lakini kama ulionekana uko Temeke, akanibadilishia. Akamwambia sikuwa Temeke mimi. Akamwambia sasa hapa haiwezekani. Maana yake mwambe sana kachama. Alafu nimeona na namba nyingine pale za watu wa Simba wote nao wanafuatiliwa. Lakini nikamuuliza Mohamed, wewe ni nani? Ni polisi? Ni cybercrime? Ni kitengo cha usalama? Jeshini ya polisi? Rights za kuwapekua kudukua mitandao ya watu unaipata wapi? Nani kakupa authority hiyo? Kwa sababu una pesa, nimwambia, nilichachamaa kweli. Nikamwambia unadhulumu watu, unatumia pesa zako kudhulumu. Umepata wapi haki za kundukua mimi? Unawezaje kufanya hivyo kumpeleza mtu alafu kwa uongo? Kweli mimi na kibanda changu Kigamboni, kwa hiyo mara kwa mara nakijenga kule na kwenda Kigamboni. Wakwe zangu wanakaa Kigamboni. Yaani mimi kuna Kigamboni siku hizi ni kama vile shehe na msikitini. Sasa wakwe zangu wako kule. Na mji wangu na utengeneza. Kwa hiyo haikuwa kwamba ilikuwa ni tarehe 7 mara ya mwisho. Lakini nikauza hata kama ningekuwa kweli nimeonekana posta hiyo siku. Nini nani kawapa rights hizo? Sasa yule afande pale akastuka. Makini sijui watafanyaje. Na sio mimi, wanawadukua watu wengi. Wewe unaona simu nyingi pale. Serikali naomba ilinde. Akemea jamani lofa. Sio katoka hapa akanikuta kunikuta. Mimi na usema ukweli ulio dhahiri. Haki za kumdukua mtu nani katoa? Babra mwaka mmoja alokaa. Kaondoka Hashimbaga kaambiwa kaduku. Kwanza yule Senzo aliambiwa na hujumu. Akaja Hashimbaga. Tulifika wafanyakazi kama 15 hivi.
au 16 wakati wa Senzo na Magoli, nadhani 9 ama 10, mimi nadhani mtu wa 10, Babla akatuondoa wote. Ameanza Shimbaga akawekwa ndani. Mimi watatafuta sababu ya kumweka ndani, ni mtasikia tutatafuta, lakini Mungu yupo na serikali ipo, hawawezi. Kuna Allah jalla shanu na serikali chini ya Mama Samia, hawawezi kukubali, haki haiwezi kudhulumiwa. Nimetoka pale, akafukuzwa Shimbaga, kawekwa ndani, kaambiwa ameiba mafaili. Akaja kijana mmoja anaitwa Jacob, mnamfahamu, alikuwa msaidizi wangu kwenye press zangu. Huyu nilifanya naye kazi kwa muda mrefu, baadaye Senzo akampa mkataba. Hata hebu fikia, hata walokuja baada yangu, personal assistant wangu, bodi iliridhia kwa mkataba, lakini sio haki. Atakuwa mkubwa kuliko Simba. Jacob alifika nani, akaambwa naye na ujumu, yalla. Yule Chiko na manager wakafukuzwa. Chiko akarudishwa baadaye. Manager baada ya kuona huyu atatudai hela nyingi, huyu mjanja tumemfukuza, wakamrudisha. Wanne George, director wa marketing, mtu anayejua kazi yake, alikuwa akileta makampuni ya biashara pale Simba hawataki, yadhamini Simba hawataki, wakamsingizia eti kamtukana mwenyekiti, kafukuzwa. Watano. Babla huyo mtu wangapi? Watano. Kuna mzee anaitwa Mzee Matari, toka mimi nakuwa yuko Simba, kama mlikuwa mnaanza zamani pale Msimbazi. Yule Mzee Matari anavaa suti hivi, akosi kuvaa suti. Nyani yule mzee ana miaka zaidi ya 30 Simba. Hayupo. Sheikh Ribe hayupo. Hajanyuliwa. Haya, Kashembe. Yeye ndio founder, ndio mwandishi, alikuwa katibu kwenye kamati ile ya tenda, ametengeneza mambo mengi kwa ajili ya transformation, naye kambwana ana ujumu. Yalla. Kuna watu wawili wengine, kuna binti mmoja aitwa Rizka, maskini ya Mungu, akonaka maka kila siku apigwa majungu huyo. Sasa hivi nasikia yuko Serengeti, yuko TBL, anakula nchi. Juzi mwanasheria wetu mmoja naye kaona, na huyo mwanasheria anaitwa Michael Maina, ndio alofanya kila kitu, ndio mwandishi wa sheria wa mkataba. Anajua vitu vingi. Siku moja tutafuteni, atakuelezeni mambo. Naye Nyanyu 9 mimi wa 10. Wote sasa tuna ujumu. Babla ndio msafi. Kweli naingia kilini. Yaani wewe katika pinchi, sababu Babla alifika mwaka tu kama ingia Simba. Wote hao wabaya, wewe ndio mzuri tu. Wewe peke yako Babla ndio clean. Wewe peke yako. Hai. Kaja sakata la ndugu zangu hasa. Nikamwambia Mohamed, unatukosea wana Simba. Yanga wamesign deal ya 2.4 billion. Wewe ile ilizungumza juzi, mlisikia na wao niliulizia ndugu yangu. Alisema atatoa hela. Ni hivi. Mwezi wa kwanza mwaka huu Simba tarehe 5 mkataba nao. Simba kupitia CEO Babla wamesign na Azam mkataba utoisha msimu 2022-23 wa shilingi milioni 385 kwa mwaka. Januari mwaka huu. Kashembe alisema mahali, lakini labda mlikuwa mjaielewa vizuri. Nikasema hauli wa zamani, hapana, huu umesainiwa Januari mwaka huu na Babla ndo kasaini kama CEO mwaka huu. Tumefika mwezi huu wa 5 wa 6, Azam wakata kuingia dili yao na TFF. Dili ya TFF ya club zote na bodi ya ligi. Hivi ule mkataba bilioni ngapi? 225. Ndugu zangu, bilioni 225.6. Hajafanya kampuni yoyote Afrika Mashariki na ya Kati kwenye uwekezaji kwenye mpira TV rights. Wanaume wanatoa bilioni 226. Niliandika siku moja, ukizipanga noti za 10,000 zinakwenda mpaka Brazil na kurudi, alafu zinakwenda Burundi, zinarudi, zinajichimbia chini ya shimo. Sio hela mchezo. Sasa baada ya ule mkataba, watu wa Simba wakasema hatuwezi kupewa sawa sisi na watu wa Yanga. Babla akawapigia simu watu wa Azam. Watu wa Yanga ambao wanaitwa sasa hivi
wao ni wadogo sana kuliko Simba. Baba, haiwezekani, lazima tukae na Azam. Sisi hatuwezi kupewa sawa na Simba. Gharib Hersi, viongozi wa Simba akiongozwa na Babra wakakaa vikao vitatu, wengine walikaa na CEO wa Azam deputy, wengine wakakaa na mkurugenzi mwenyewe mwenye mzigo, mwisho wakakubaliana tutawapa sawa, tutawapa kwenye Simba TV ile kipindi chao rights ya kuonyesha zile mechi. Maana right ya ligi Simba, hata Baba Mohamed alisema atalipia, hawana haki ya kuwanyang'anya. Ligi ni ya TFF na bodi na itaonyeshwa mpaka 2031. Aidha watatoa hela watoi, ya mechi za Simba zitaonyeshwa aidha anataka au hataki, hana namna ya kuzuia. Ligi zote zile Azam ni rights zao, wameweka fedha, hawajaweka maneno, hawajaweka porojo, wameweka mzigo. Kilichotokea bwana ule muungwana akasema sawa, mimi nitaongezea katika hii Simba TV na Yanga TV, nitawapa bilioni 2.4 kwa mwaka, lakini tutakuwa na nyongeza. Kwa mkataba Yanga walisaini wa bei gani? Bilioni karibu 34 wa miaka 10. Imagine ndugu zangu. Unajua kilichotokea? Si ushakubaliana, tutaongezea, tutapoa mkataba nini fresh. Kwenda kule bwana mkubwa akakataa. Azam watakuwa wakubwa sana, wanatunyonya. Kwa nini watupe sawa sisi na Yanga? Mimi juzi kwenye mkutano wangu wa juzi na wa mwisho na Babra, namuuliza Mohamed, wewe kama ungejua Simba ni kubwa kuliko Yanga, kwa nini Babra ndo awaite viongozi wa Yanga wakae wajadili kwenda Azam? Kama mnajua nyinyi wakubwa kuliko Yanga, kwa nini mkochukua EF? Nyinyi mkotupa kwa sasa hivi. Nikamuuliza tena, mwezi wa kwanza mwaka huu tumesign deal sisi milioni 385. Kwa hiyo kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa sita, kutoka kuongezewa bilioni 2.4, mnaona ndogo? Yaani miezi sita wanaume wanaweka kutoka milioni 385 mpaka 2.4 bilioni. Wewe unataka kusema ndogo? Ni kama Mohamed, nani anatoa ya ndogo? Wewe unatutangazia. Nikamuuliza matangazo yako, maana juzi nimesikia nasema Simba hapata faida yoyote kama unapata Azam, lakini jezi zetu simesiona nema. Kwani faida ya mfanyabiashara nini? Au ameona ya matangazo? Ndio watu ishu wetu siku hizi bwana. Kwa hiyo mtaka kuuliza ile swali. Nimekusikia ile yangu swali lingine. Sema sipati faida yoyote, siwekezi. Sijaweka hela mimi Simba. Zaidi nimetoa bilioni 21 tu, sijatoa shilingi. Yaani mimi sipati faida yoyote. Lakini jezi imejaa mpaka foundation ipo kwenye jezi. Energy, Coca-Cola, maziwa, minimo. Jezi imechafuka kama za klabu za Sudani. Leo unasemaje ufanye biashara? Unapata wapi nguvu ya kuongopea Watanzania zaidi ya milioni ngapi? Unaambia ufanye biashara. Sasa chuki yake kwa Azam ndio asili ya mimi kunitengezea mtego wa kwamba mimi nimehujumu. Chuki yake kwa Azam, hii GSM wanamtafutiaga sababu, kwa sababu ile si mtu wa Yanga. Kwa hiyo ili waaminishe washabiki lazima awekwe GSM mbele, lakini chuki yake ni kwa Azam. Amekataa deal kubwa, alafu anasema atatuongezea. Hebu nimalizie. Akasema mimi sikubali, akasema nitakuwa natoa mimi. Unatoa katika ipi? Maana sasa hivi umesema ushatoa bilioni 21, si ndio? Kwa hiyo leo utatoa nyingine, kwa hiyo mwakani kutakuwa kila siku naongezeka. Mmeelewa lakini? Unatoa katika ipi? Ni deni? Yaani tuache hela halali ambayo sio deni. Bwana Mohamed atuongezee huku tuwe na deni, sio? Simba tusikubali. Msikubali kudanganywa. Bilioni 21 aliyotoa ni deni. Kwani hata hiyo deni hivi jamani ilipewa kodi? Lakini la pili, kuna minutes za kikao zilizoidhinisha mkopo ule wa bilioni 21. Wanaweza katoa bodi ilikubali ule mkopo. Hii Simba ya watu. Sasa mimi nimesema nimalizie kwa kuwashukuru tena. Nimeweka akiba mengine nao mengi. Kwa sababu najua watalipuka. Watatuma watu. Ndio nimeona kampeni wameniunda kwa bahati mbaya kwenye group wakajisahau. Kumbe kuna group limeundwa mahsusi kwa ajili ya kumunfollow Haji. Jamani mimi sija kupita mtu kwenye peke yake. Unfollow risk anatoa Mwenyezi Mungu. Hizo kampeni wanazofanya hazitadumu. Kwa sababu
ya kudai haki yangu. Nimeonewa, nimedhulumiwa, na waaga tena washabiki pale nilipoteleza. Endeleeni kunisamehe. Bi Babra na Bwana Mohamed, nyie ndio ni Simba yenu, mnaolipanga nyie ndio linakuwa, na nyie mna ukaribu zaidi mpaka na mamlaka kubwa, kwa hiyo mtafanya jambo lolote. Mimi nawatakia kila la kheri, endeleeni, lakini iko siku haki ya Simba itarejea. Huwezi kuongopea watu siku zote, utaongopea katika kipindi kifupi. Asanteni ndugu zangu waandishi. Kwa bahati mbaya nasafiri mchana huu na nimetumia almost saa 1 na dakika karibu 20 direct na kwenda airport. Nikirudi Tanzania nitaendelea kufanya kazi ya mpira, sijajua wapi. Asanteni na kwaheri. Haya,